Tumefanya hichi kitu kwa lengo moja tu la kuwaleta vijana pamoja kwenye burudani na michezo, kwa sababu vijana ndio sehemu pekee ambayo tunaweza tukakutana pamoja kushare mawazo, haswa ambao wapo chuo, kushare mawazo, masomo na kadhalika. Kwa hiyo hata sasa hivi tunaenda vyuo baada ya chuo kwa ajili ya kufanikisha jambo hilo, lakini pia ni kuwapa vijana sababu ya kuwa na mtandao bora kama Airtel, kwa sababu wakisha kuwa na Airtel maana yake vitu vingi vinaweza vikapungua kama stress ya mtandao na kadhalika. Kwa hiyo ni sababu kubwa sana ya vijana kuwa pamoja na Airtel. Ndio maana leo tumewasogezea bonanza. Binafsi nimefurahishwa sana na matokeo na mashindano ambayo yameweza kufanyika hapa chuoni. Kipekee tumeenjoy kwa sababu yalikuwa ni mashindano magumu ambayo yalikuwa na ushindani kutokana na aina ya uwekezaji ambao ulikuwa umefanyika kutoka kwa kampuni ya Airtel. Tulianza kupambana tokea hatua za mchujo, tumeingia robo finali, nusu finali mpaka leo tumefanikiwa kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kutokana na hiki ambacho ametujalia. Kwanza kabisa niwashukuru sana Airtel kwa kutuchagua sisi, kwa kutuletea mashindano, kwa sababu hii inakuwa inaleta chachu na hamasa kwenye michezo. Lakini pia rai kwa makampuni mengine yajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuwekeza kwenye michezo, sababu sasa hivi ni dunia ya michezo. Airtel imefanya jambo kubwa sana kutuletea mashindano kama haya, kwa sababu hatuna magonanzo kama haya mara kwa mara hapa chuoni kwetu. Waga ni semester ya pili mara 2 tu basi. Ila nashukuru Mungu tumepata bonanza hii la Airtel. Si nisemee, ila na furaha sana. Ila nashukuru sana Airtel. Mimi ninachoomba tu makampuni mengine, mitandao ya simu au yoyote yale, vioni kuna vipaji vingi. Kuna vipaji vingi, waje waanzishe mabonanza kama haya, tujitokeze, tucheze mpira.